wa mabwana umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Bwana wa mabwana umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Bwana wa mabwana umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Bwana wa mabwana umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Mwenye nguvu zote umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Bwana wa mabwana umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Bwana wa mabwana umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Bwana wa mabwana umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Mwenye nguvu zote umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Bwana wa mabwana umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Bwana wa mabwana umeinuliwa, umeinuliwa, sema umeinuliwa, sema Mwenye nguvu zote umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Bwana wa mabwana umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Umeinuliwa, 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 umeinuliwa. Bwana wa mabwana umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa. Amen. Nataka tuketi. Lakini sasa tunayetawaza pamoja na mke wake na wanaowasimamia hawataketi, watasimama. Halafu ningependa kuuliza, familia ya kina mchungaji Maina isimame yote. Familia yote kuanzia wazazi, watoto, ndugu na dada zao wote. Familia yote ya kina mchungaji wasimame. Sasa wao wote ambao wamesimama, nataka muondoke hapo. Nyinyi wote mje mahali kanisa lilipo pale. Familia yote ya kina mchungaji Maina wasimame pale. Wote wasimame pale. Kisha mchungaji Maina ataenda kwenye familia yao iko, pamoja na mke wake na watoto wao. Mtaenda mpaka mahali familia yenu ipo. Sasa ukifika ni wakati wa kumtawaza kasisi. Kasisi hupeanwa kwa kanisa na jamii, kwa sababu maandiko yanasema kwamba wakati Samueli alizaliwa, mamake Hana ndiye aliyemrejesha Shilo na kumpatiana pale ili aweze kumtumikia Mungu. Na kwa hivyo familia ndiyo ambayo umpatiana kasisi ili nasi tuweze kumtawaza. Na kwa hivyo ningependa sasa kuomba wachungaji wote walio na mavazi rasmi watasimama hapa. Ili tuanze ibada sasa itakayochukua muda mfupi tu wa kumtawaza, alafu hayo masaa mengine tuyatumie kula na kwenda bichi. Tukatafute pweza kule na
kalamali na shamra shamla. Tukitoka hapa nataka kuona vile Mama Ilongo anaweza ingia katika mashua na miaka yake ya 60 and above. Kwa hivyo sasa ningependa anayesimama na kumleta kama baba yake aweze kutujibu hayo maswali. Bwana Yesu atukuzwe. Ujambo? Sijambo. Siku ya leo tunaenda kumtawaza ndugu yetu Maina ili awe kasisi, na hili chaguo ni lake hadi maisha yake yote. Hilo ndilo chaguo ambalo amechagua kumtumikia Mungu. Je, mtoto huyu anafaa kutawazwa leo? Anapaswa kutawazwa kabisa. Kadri na familia yenu mnaona kwamba siku ile atakapotia injili hii aibu, unajua hata familia itaingia katika aibu. Je, kama familia mnaona ni vyema atawazwe kuwa kasisi? Kabisa. Ana baraka zenu. Ako na baraka zote. Sasa tungependa kusikia ukiachilia neno la baraka kwake, na yale maneno ungependa yatoke moyoni mwako. Yangu ni kukubariki kama mzazi. Sina lolote kwa roho na kukabidhi, na hiyo decision umemake. You are an adult. Hivi umeamua, tunakubariki na uendelee hivyo hivyo. You have all my blessings. Thank you. Amen. Na nyinyi mnapiga makofi. Wakati mwingi kwa ordination hii sehemu huleta kama chozi kidogo. Sasa kwa hivyo ikitoka tu uachilie. Je, upate nafasi hiyo ya kuweka kitu kingine. Sasa inakuanga emotional kidogo, lakini ni mzuri. Mama yetu, Bwana Yesu asifiwe. Ninajua ya kwamba huyu mtoto, unaelewa ya kwamba hakuna kazi ngumu kama kubeba mtoto miezi 9. Na kisha kumlea, kumwelimisha. Na sasa naona ya kwamba unampatiana kwa wanadamu hawa. Hata wengine hawana shukrani hapa. Ndio. Umeamua kumpatiana huyu kijana wetu ili awe mtumishi wa Mungu maisha yake yote. Ndio. Ako na baraka zako. Ako na baraka zote. Ni mtoto ambaye ukiangalia mienendo yake hata aibisha injili, aibisha familia na Mungu. Mimi nikiangalia kwa menendo yake naona anafaa. Anafaa. Umempatia baraka za mama ama mzazi? Za mzazi. Za mzazi. Nataka kusikia ukimweleza maneno mawili kutoka moyoni mwako yaliyo katika kilindi cha moyo wako. Mimi niangalie. Kuna maneno nimeandika hapa, nataka nisomewe. Utanipa nafasi? Somewa mami. Kuna Mathayo 10:16, nisomewe tafadhali. Mathayo 10 mstari wa 16. Fanya hima. Mathayo 10 mstari wa 16. Matthew chapter 10 verse 16. Mathayo 10 mstari wa 16. Mstari wa 16. Wasema hivi: angalieni, mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Basi iweni na busara kama nyoka, na kuwa mtu wa pole kama hua. Hiyo maneno ningemwambia ajue mahali anaenda, vile umehubiri vizuri. Umemuelezea kila kitu. Sababu kazi ya Mungu ni rahisi na ni ngumu. Na yale maneno yote umemwambia, kama ameshika, akienda mahali ataenda, aende apumzike, awe mpole, aanze kuya tafakari, itamsaidia. Kuna ingine Efeso 6:17. Ephesians chapter 6 verse 17. Wa Efeso 6 mstari wa 17. Haya, tena ipokeeni chapeo ya wokovu. Amen. Na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Amen.
Sikia. Pale uendi kucheka. Unaenda kwa kazi ya Mungu vile umeambiwa na ni bishop vile amekwambia. Kazi ile unaenda mwanangu ni kazi ngumu na ni kazi rahisi. Mama Joy kuja. Vile nimekupeana. Mama Joy unamuona. Aja kuwa nini? Yeye si ako mzuri. Timuheju yeti damenyereirwo. Tiwona waigira nyumba ukaberia gwikira sura yake ya kanithati aganyuma nako kana ukamwiraga nyuma crusade kuna na kuna. Ndirenda kuona Mama Joy to ni atwika mutumia wake wa pastor. Ndiona ndirenda kuona gicainda muka wa pastor. No ndirenda beria kuhurira thimu kujira mami uranengeranire muthuri wakwa ndimuonaga ndina ciumia igire na ndirega kumuona na twariria ragia na thiomi no aria maundu mothe haha ndiona ni munini enda muthuriwe acoke atwika yari hoyaga guku Mombatha agathie kuhoya Naivasha agathie kuhoya Boni gwitu ndari muonaga na ni mundu munini ambiriria gwika atia ati kunyiha ni ugo ndinaheana mwana wakwa akorogwo nigwa hana niye kienda mutigira kwacha muno ni guthomaga maandiko ma Ngai ma mero a Efeso 6:17 oe ruhio riu ria wira maundu ni meku ri ukumitiria maguta oguo ni mekumira ndienda kumuhe rugano rumwe pa o hanini tu na mami hatuna haraka si tuko pwani tumio mutumia omwe endire guthukiria pastor ritwa akira muiretu wake ndari nayo ri auge ni ya pastor ucio no pastor nake ari murumu agithie na mbere na ki na mahoya athie na mbere na mahoya ri muiretu kana agiciara kana gakiigana gagikua tondu pastor ni arahoya na ni ekirirwo thiini ni undu wake wa maheni riu muiretu uyu ri oagia kana gagakua haya riu niguo endire kumbura agithie agithathuria kanitha agita pastor igiriire akiurio niki hasa hari undu ndirenda kuga be akiuga ni pastor ni amuigiriire bwana asifiwe ni kumuigira ndekiri atia imagine mbere ya andu taya othe muciari wa muiretu akera muiretu igia ki nda iyo ni yake ni ya pastor nake pastor agithie na mbere na mahoya koguo nie kira ngutigira ni kuhoya muno na gwitia Ngai ugi tondu ni hari ukacio marekira tukuo tu ona tungi tutire kiria tunya kuria tu tureru na moka ari mwigira office-ini niwe ni mwahinga wambiriria gwiko atia kuthathayo agithathayo ri ithe to uyu ri ahokaga wona mukathathayo atumia githe muti uyu ri ahokaga agithathayo mithenya iri tatu ri ni akuririkana nyina Joy ni ndauga ni ndakuhe wira wa Ngai na roho safi amen na ciugo iria ndagutigira ucinyite na ndirenda kuigua thimu Mama Joy start kusikia amen tupigie mama makofi. Unajua wakati Samueli alifikisha umri alipelekwa nyumbani mwa Bwana na mama yake. Wamama wakitupatiana katika hii kazi wanakuanga na uzito mkuu sana moyoni, lakini lazima ifanyike kwa sababu Maina ako na destiny na destiny yake imejichagua. Na riu Maina wiroyo ucagurite ginya mbirira tuthiago ni no muthigi tagathi kuona no ungejikaire ngangathi uguo miaka iyo yakinya 105. Amen. Kwa hivyo ujue hii kazi ambayo umechagua hakuna kuweka mguu nje, ukiingia umeingia. Mama Joy, Bwana Yesu asifiwe.